Kuna aina kuu mbili za mkondo wa umeme. Kuna mkondo geu ambayo ni AC na mkondo mnyoofu ambao ni DC. Katika mikondo hiyo miwili, ni mkondo gani ambao unatumika hasa kwenye majengo yetu, kwenye mifumo yetu? Geu. Na ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni rahisi kusafirisha, kushusha na kupandisha, sio? Je, transformer ambayo inapandisha na inayopandisha umeme inaitwaje kwa Kiswahili? Mimi najua tutawakamata kwenye Kiswahili. Huku kumejaa watu wa ufundi, moshteki au shateki. Na wajua. Najua tutawakamata kwenye Kiswahili. Kuna transformer pozo na transformer chochezi. Na tuna saketi mbalimbali, si ndio? Hapa nimeonyesha prototype ya ufuaji wa umeme. Sawa? Hapo tunaona sumaku ikizunguka, ikikata waya uliotulia tunapata umeme, sio? Usafirishaji umeme tumejua kwamba mkondo geu ndo unatumika kwa sababu ni rahisi kuushusha na kupunguza. Je, na hapa tulipo au nyumba nyingi za kawaida, mfumo gani unatumika? Mfatano au msambamba? Kwa nini? Okay. Na kingine zina share same voltage, si ndio? Kwa hiyo ndo maana taa zote, kila kitu wakikusupply 400, kama hakuna under voltage utakuta kila mtaa, kila nyumba, kila kifaa kina 400, sio? Ina maana tungetumia series tungepata majanga. Kwanza isingewezekana. Na kama tumeona kwamba transformer chochezi na transformer pozo, tunaonaga nyaya ni ndogo sana, zile ambazo zinasafirisha msongo mkubwa. Ni kwa nini ni ndogo? Yaani kama walivyotuonyesha hapa, hizi za aluminium, sio? Yaani zinakuwa nyembamba kweli, utashangaa zina 11 kV, 33 kV, lakini diameter yake ni ndogo sana. Naomba mtu mmoja ajibu. Na kwa nini tunasafirisha high voltage na low current? Naomba hii mtu mmoja ajibu. Tunasafirisha high voltage kwa sababu tunataka ampere ziwe chini ili tuweze kupitisha kwenye waya, kwa sababu low voltage current ikiwa kubwa itimisi kwamba waya unatakuwa uwe mnene sana. Kwa hiyo tunapopandisha voltage ndio maana tunapunguza zile ampere au current ili waya uweze kuwa diameter ndogo. Maana yake tuna urahisi wa kuipandisha juu, si ndio? Pata picha kama 185 ingetakiwa ipite kwenye nguzo. Ingekuwa hapa kuna maswali kidogo. Nani okay, kwa nini tunatofautisha rangi za nyaya? Kwa nini rangi za nyaya zinakuja rangi tofauti tofauti? Namba majibu kama mawili. Kwa mimi ninavyoona tunatofautisha rangi za nyaya ili kuweza kuelewana katika mafundi na mafundi au watu wote wanaofanya kazi kwenye umeme. Rangi za nyaya ni lugha. Ni lugha ya wadau wa umeme, sio mafundi tu. Jamani, tumejipendelea. Kuna watu wa nyumbani wakiona waya mwekundu wanasema huu ni wa moto, sio? Kwa hiyo rangi za nyaya ni lugha, si ndio? Ni wangapi? Najua wote tunajua kwamba rangi tunazozijua ambazo tunazitumia kila siku. Kuna nyeusi, nyekundu, njano na nyinginezo, sio? Nani anajua kama kuna mabadiliko? Na pia kati yao naomba mmoja ajibu aliyasikia wapi? Hayo mabadiliko aliyasikia wapi? Kwa sababu walioonyesha tungepiga kura ni kama 10% mpaka 20%. Je, hayo mabadiliko mmoja wao awawakilishe aliyasikia wapi? Tunaomba mwalimu pale awawakilishe. Katika kuyaona kuna kusikia na pia kuna practice au kutumia. Kwamba unaenda dukani, unanunua waya, unakuta kwamba hazipo katika zile rangi tulizozizoea. Kwa hiyo kwa hiyo kutokea pale sasa unakuwa hapo na kipeperushi unakisoma, ndio unajua kabisa kwamba kumbe kuna rangi hizi. Lakini nadhani tutajua mengi zaidi. Naomba tujadili kuhusu changamoto. Najua mafundi inawezekana mliziona zamani, sio? Changamoto gani ambazo ilishai kuwapata kwa mafundi? Yaani nchi za Kiafrika ni watumiaji. Hatuna hata kumuuliza, sio? Unaona hapa nimeweka chati ambayo inaonyesha giants kwa dunia. Sawa? Hapa sisi tuko hapa, hii katikati. Hata wakibadilisha wanaleta vifaa, tunafikiri pasi, mota mlishaziona. Hawatuambii kama wamebadilisha
hawatuombi samahani, na sisi tukiona tunatumia, hatuna wa kumuuliza. Kwa hiyo kwa nini mimi sina jibu? Hiyo jibu na ni bahati mbaya hatutengenezi vya kwetu. Sawa? Kwa hiyo mwisho wa siku, baada ya kuona kila nikipita sehemu kote magumu, isipokuwa nilivyoona walikobadilika ni TPS mwaka 2012. Ndio chanzo na sababu ya kuanzisha hizi semina za wadau wa umeme. Sawa? Changamoto ambayo tunaipata ni kupata matokeo. Hasa ninapokuwa nafanya kazi mimi kama fundi, ninapokuta kuna mabadiliko ya rangi, ninapotarajia kwamba rangi hii ilitumika kwa upande wa neutral, kumbe imetumika kwa live. Kwa hiyo ninapounganisha rangi mbili ambazo nimezizoea, napata matokeo tofauti. Hayo ndio yananikuta sasa. Tumezoea neutral ni black, si ndio? Ndio. Sasa hivi kwenye 3 phase, neutral ni phase. Kama mnavyoona, neutral inaenda na yellow. Kwenye single phase kidogo nafuu, kwa sababu ukishaunga na brown na red, nayo baki hauna namna, utaiunga tu na nyenzake, sio? Lakini kwenye 3 phase lazima utabahatisha. Sawa? Ile mashine imetoka Italy na ilikuwa na kodi ambayo ni kama hii ambayo ni mpya. Brown, gray na black na blue kwenye neutral. Sasa kwenye ufungaji, changamoto ambayo ilitukuta ni kwamba hatukuwa tumeiweza kuielewa vizuri, na bahati mbaya ile blue tukaitumia kama neutral, na tulipo connect kiukweli tulipata shida. Bahati nzuri tu palikuwa na protection nzuri, ni fuse tu ilikatika, lakini tulikuja lakini changamoto kubwa ni kwamba kiukweli hii color code inahitajika kufundishwa kama hivi. Tumepata nafasi hapa hivi, nadhani watu wengi kutokea sasa hivi wana uwezo wa kuepukana na haya matatizo baadaye inapokuja kwamba kifaa ndio kina color code mpya. Asanteni. Alafu kingine sasa, tatizo la color code sio la kitaifa tu. Nimegundua kwamba ni la kidunia. Hao wanaoleta vifaa vya umeme wakubwa tu, karibia wote. Kuna mmoja tu kati ya waleta vifaa kama 5 hivi ambao nimegundua ameweka color code kwenye terminals zile. Lakini utakuta taa zile zote zinaweka red, yellow, blue. Kwa hiyo ni wewe kujitambua na kuelewa, lakini bado ni changamoto ya kidunia. Kwa hiyo tusije tukasema tumechelewa sana, lakini kuna watu ambao wameandika kwamba wanatumia IC, lakini production zao zote, mabodi, kila kitu kina red, yellow, blue. Nafikiri kwa sababu rangi zinavutia, labda ndio maana imetukolea. Sijajua itatuachia lini. Athari ni kama hivyo. Single phase kama hapa. Na mafundi wengi nimepata kesi kama 2-3. Mafundi wamepoteza maisha. Unajua fundi anajua kwamba kuzoea umeme ndio ufundi, sawa? Akizima kitu anaweza akashika hata waya kwa umeme kwa mdomo, sio? Sasa hivi unaweza ikawa hata wewe umeunga vizuri, lakini nje mleta umeme kafanya ndivyo sivyo. Sawa? Neutral unazima, unajiamini, unashika kifaa kwa mikono, kwa meno pale pale. Kwa ni vyema sasa hivi hata ukizima umefanya vizuri ndani, test kama kweli je ni mzima. Tusiwe rahisi wa kuzoea umeme na kuonekana kama ndio tutaitwa labda na client wetu kama tunajiamini, sio? Hapa kwenye 3 phase ukibadilisha terminals, tunajua kwamba ukibadilisha terminals unaweza ukabadilisha terminals ukaenda reverse, ndio? Lakini wakati mwingine inaweza kaleta madhara mengine tofauti kama mdau alivyosema hapa. Nafikiri madhara mmeshapata kila mtu kwa nafasi yake. Nini kifanyike? Na atuambii kwamba tufanye tuondoe zile color code za zamani, kwa mfano kwenye hizi nyumba. Ni kuelewa tu kwamba zamani ilikuwaje, mpya ilikuwaje, tuziunge vipi. Mimi nafikiri pale mwalimu wetu kingekuwa ni sahihi ianzie kwake kabla ya kwenda sokoni. Ikianzia kwenye elimu, hatuna sababu ya kuwa na woga, hatuna sababu ya kumuuliza kwa nini. Sisi tumeshaelewa, maisha yanaendelea, sio? Kwa hiyo bodi yoyote ambayo kuna tatizo la fundi kutumia waya uliobaki, tunahamasishwa baada ya leo kujua. Kuna wengi wa mafundi sio mabalozi wazuri. Unakuta unafundisha lakini unakuta bodi yake ina mchanganyiko. Ina maana single phase hautakuwa na red, sio? The same na 3 phase. Kwa bodi zako hata pia na rangi nyingine tofauti. Tumekuwa tukiongea mafundi wahandisi, mmepata kesi nyingi sana kwamba unit zangu zinaenda sana. Je, unit ya umeme ni nini?
unit ni kile kiwango cha umeme ambacho kinatumiwa kutoka kwenye kifaa husika. Kosa kidogo, umepata nusu. Kwa muda gani? Nadhani unit kwa wote tunayojua ni kwamba mfano kama una balbu ya watts 5 ikitumika kwa masaa 5, ile ndio inatupa kilowatt hour kwa ujumla, kwamba watts 5 zidisha mara 5 unagawanya kwa 1000 unapata unit 0.03, hiyo ni kilowatt. Hiyo ndio unit, kwamba huo umeme ndio uliotumika kwa kuwasha ile balbu kwa muda ule usiku. Hapa tumepatia. Ina maana kifaa chako kikitumia kwa muda fulani. Kwa hiyo kwa mfano, hapa nimetolea mfano wa friji ambayo imetumika kwa masaa 24 ni kilowatt hour. Si ndio? Nikigawanya kwa 1000 inakuja kilowatt hour, ni kwa sababu tunagawanya kwa 1000. Na nafikiri kwa sababu sifuri zilikuwa nyingi ndio maana wakaconvert ikaja kilowatt hour. Sawa? Kwa hiyo unit moja ni kilowatt hour moja. Kwa hiyo ni kama kifaa cha wati 1000 kikiwaka kwa saa moja, si ndio? Sasa basi, hii nimeliweka makusudi kwa sababu mafundi wengi wanawaambia wateja zao, mtu anakuambia unit zinaliwa sana, anaenda kufukua kwenye FM kabla hata hajafanya survey, si ndio? Hili tatizo na changamoto kubwa, wateja wanaingia gharama kubwa. Na wengi ambao nimeongea nao wanasema hata baada ya kufukua na kufukia FM maisha yamebaki pale pale, sio? Kwa nashauri kabla hujafanya chochote, pita kwenye nyumba mguu kwa mguu. Kama unavyoona, shida nyingine kwenye friji, vipimo vya friji vimefichwa sana. Unaona kama hapa, nitatoa compressor mbele ambayo imeandikwa hapa. Kama ijificha kweli, kwa sio rahisi usome hii, urudi kwenye nafikiri kwenye internet. Kwa sababu wakati unasoma hiyo friji unakuwa hii chati hauna. Sawa? Yaani wakati unasoma, kwa mfano unataka kufanya survey ya nyumba, wakati unasoma hii chati unakuwa hauna. Kwa hiyo huwezi kulinganisha kwamba FN ngapi wati yake ni kiasi gani, sio? Kwa hiyo wakati mwingine kama hatuna majibu, tusiwajibu wateja kwa urahisi tu kwamba ni hivi, sio? Friji wakati mwingine huwezi kupata, na template imeshapotea. Lakini mtu mwingine anajiuliza nitakula wapi? Kwa bora nifukie, nikifunika, naondoka, nimelipa hela yangu, sio? Tuwe wazalendo tu. Kingine sasa kinachoonyesha kinakula umeme sana kwenye nyumba, nani TV. Mtu mwingine wanasema friji tu ndio inakula umeme tena wakati wa kwanza. Kumbe sio kweli. Inapowaka masaa 24 tumeona friji moja tu inaweza kala unit 3. Sawa? Kwa mwezi na unit ngapi? 90. Ina shilingi ngapi? Zaidi ya 40,000, sio? Lakini hapo watu wengi sana unakuta wapangaji wako wanne wanatumia umeme wa 120,000 wanalalamika. Kumbe wanachokilipia hata wakilipa wakiwasha friji tu inatosha wao kulipia hiyo bili, sio? Hata TV pia ni changamoto. Watu washauri wateja wanapenda nchi kubwa, lakini ina maana ukifika ukiona TV na friji inatosha kujiridhisha tu kumwambia kwamba unacholipia ni sahihi. Sasa pampu inawaka masaa kadhaa, wanapampu maji, mengine yanamwagika, lakini huyo analia unit nyingi, na ukienda bado unamdanganya hivyo hivyo. Kwa ni vyema kwa makini na kuangalia vifaa kabla. Sasa basi tunaanza issue ya testing. Ni wangapi ambao wangesema kiingilio hapa ni mita? Ni wangapi wangekuja hapa ndani? Wangapi wana vifaa vya kupimia umeme? Wangapi wana mita? Ukipigia makofi, maana kuna aseti na moja walikuwa watu wawili ambao wana mita. Lakini kiwango cha ambao wenye mita ni wachache ukilinganisha na tuliopo huko ndani, sio? Kuna hapa testing mbalimbali ambayo kama tutaona hapa kuna circuit loop impedance test. Tumeunga jump hapo, tumefunga kati ya F na live, sio? Hapa tunaona ni 0.21. Matokeo haya yanaashiria nini? Maana unaweza kuwa na mita, una mita lakini hujui matokeo yake, sio? Mshaona? Yaani una mita ndio unayo, lakini hata ukimita hujui matokeo yanamaanisha nini. Watu wengi wanajaza form za TANESCO, mtu anajaza wakati mwingine ajui hata anachojaza. 0.2, 0.1, sio? Sasa ina maana hizi readings sawa? Tunaona tumepima conductor peke yake. Ina maana ni resistance ya waya. Ni ukinza wa waya. Ya waya uliopo kati ya na inatakiwa hiyo ndogo.
Ukiona resistance ni kubwa, maana yake kuna shida. Yaani hapa ni kama tumeipiga shoti, si ndio? Kwa hiyo kupima ni kesi nyingine, kuwa na mita ni kitu kingine, kujua matokeo ni kitu kingine, sio? Sasa wengine wengi hawajui matokeo. Unaweza kukuta msimamizi na mpimaji wote hawajui matokeo. Na bado wanajaza fomu ya TANESCO, sio? Haya sasa. Hapa tunaona kuna measurement ambazo zinaonyesha ring circuit. Ring circuit inategemea kipimo chake kitakuwa kidogo kwa sababu tunapima continuity, sawa? Yaani tunapima resistance iliyoko kwenye waya. Kama brown na brown umepima huku, maana yake unaenda moja kwa moja, si ndio? Hivyo hivyo. Kuna stage mbalimbali. Polarity test sasa. Na polarity test tunaitest ili weje. Polarity test, jamani mnanisikia? Amsikii? Umejuaje kama nimeuliza mnanisikia? Polarity test tunaweka ili weje. Jamani huko nyuma, polarity test tunafanya ili weje? Polarity test, hujasikia, hujaelewa swali? Polarity test, unajua kwenye system zetu fuse, breakers, kila kitu kinatakiwa kikae kwenye live, si ndio? Kwa hiyo polarity test inatusaidia kujua kweli je tumeweka kwenye live. Na polarity test kwa kipindi hiki ni muhimu sana. Lakini inawezekana wewe ukafanya vizuri ukatest, kumbuka nje umeme ukaletwa ndivyo sivyo. Pamoja na polarity test bado unatakiwa wakati unazima system una test ujiridhishe na tester au kifaa chochote ambacho kitamaanisha cable iko dead, sio? Hapa sasa unaona step zake alizofanya. Live imeunganishwa kwenye F bar, sawa? Na hapa tunataka kujiridhisha je, switch iko upande wa live? Si ndio inapotakiwa iwe, si ndio? Na neutral tumeacha peke yake. Ukiweka huku mita yako, sawa? Nikiswitch on and off, mita inatakiwa icheze. Ina maana kama nimeweka upande wa live na F, mita sitacheza. Lakini kama nimeweka upande wa neutral, switch yangu itakuwa ina maana, sio? Kwa hiyo kama mita yako isipoonyesha deflection yoyote, unajua kwamba switch sijaweka sehemu sahihi, sio? Kwa hiyo ndio namna sahihi ya kufanya polarity test. Wangapi wanafanya polarity test au wanamwachia Mungu? Makofi. Mimi kwa jina naitwa Urbanus Francis Melchior, ni mwalimu wa chuo cha ufundi Arusha katika idara ya umeme. Tunashukuru wewe umekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria hapa. Unafikiri kulikuwa kuna umuhimu wewe kuja hapa? Ndio. Umuhimu ni mkubwa kwa sababu siku zote katika elimu tunabadilishana mawazo na pia tunabadilishana uzoefu. Sisi tuko katika taasisi za mafunzo au training institutions ambapo mara nyingi tunakuwa na syllabus na pia tunakuwa na infrastructure ambazo zimewekwa labda miaka ya nyuma, ambapo sasa wakati mwingine tunakosa ufahamu wa mabadiliko katika teknolojia au nini kipo sokoni. Kwa mfano kama leo tumeona sasa mfano rangi za waya. Sisi bado tulikuwa katika zile rangi za zamani. Kwa hiyo kwa mafunzo haya maana yake ni kwamba tunapata sasa mwangaza wa kupitia tena mitaala yetu na kuweka vitu au teknolojia ambayo inaendana na wakati. Badilishana nani? Asimi balishana namba na mwanamke ila ni mama. Fundi isije kawa hizi hela wanatindua wewe unaenda kubadilishana namba na wanawake, hebu tuambie. Nimebadilishana namba na engineer kwa sababu mimi pia nahitaji kuendeleza. Sawa, hapa nilipofika elimu yangu sio kwamba inatosheleza. Teknolojia inakuwa na inazidi kukua kwa mapana zaidi. Unapokutana na maengineer, unapobadilishana nao namba, maana yake kuna vitu vingi sana atakavyoendelea kukufundisha. Hata kama siku hauna kazi unaweza kumpigia, umekwama kwenye kazi unaweza kumpigia akakupa maelekezo ya kazi jinsi inavyokwenda. Hivyo hivyo tu tunapeana ramani. Mambo gani bado wanazingua haya, wanaita mambo ya shule yani afu wewe unawaelekeza? Lazima niwaelekeze, maana unajua unapotoka shule au ufundi perfect, lazima uingie mtaani ili kutane na kazi za mtaani, kutane na changamoto, mfano kutindua, kuvuta waya, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nyinyi mwage mnakomesha kwa kuwapa watindue kwanza, sio? Hatuwezi kuwakomesha kwa sababu huwezi jua maisha leo au kesho. Kwa hiyo huwezi kumkomoa mwenzako kwenye kazi. Lazima ufanye kazi na mwenzako vizuri ili leo au kesho unaweza kashangaa hata akawa bosi wako na wasi atakukomoa kama alivyotoka huko mwanzoni. Sasa ilikuwaje wewe kazi zingine hamna, wewe kutindua tu ndio unaona kazi?
kazi unajua lazima kwenye kazi za umeme lazima upitie sekta nyingi. Hata mimi kipindi nilivyokuwa kijana ndo naanza kujifunza hizo kazi za ufundi, nilipitishwa kwenye kutindua, unaanza na ngumu afu mwishoni unamalizia na line ambapo ndo unakuwa fundi kabisa. Wewe unaona unanyosha vile vile? Mimi lazima niwapitishe ili kusudi hata siku nyingine wakienda kwenye kazi za watu wengine wasije wakashangaa yule jamaa mbona alikuwa anatupendelea, mbona alikuwa atupi vitu kama hivi. Lazima niweke sawa. Hongera kwa kufanya hivi, mimi naamini unatengeneza watakuwa watu wazuri sana. Sio? Hawajawahi kukununia labda kwa kazi nyingi unazowapa? Sasa mimi ukininunia haitanisaidia kwa sababu yale ni maisha yako. Unakuja tu hapa kitabu ununui bana, fundi gani sasa? Tuna viwili. Wewe nitakupatia zawadi wewe. Huyu bwana mtu muhimu sana kwa sababu kama mnavyoona hapa amenunua kitabu